Yes, welcome back DBTech. Leo tunakuletea mfumo wa online kwa shule za msingi ambao utadili na taarifa nyingi za shule pamoja na matokeo. Unafunguka kwenye kifaa chochote chako, iwe ni simu au ni kompyuta, ili mradi iwe online. Utayafungua kivinjari chochote, iwe ni Chrome au iwe ni Google, Firefox, Safari ambacho umezoea kukitumia kuingia kwenye website ni web based. Utakuja hapa sehemu ya kusearch, utaweka linki hii www.elimhub.co.tz. Ukiinter moja kwa moja itafunguka, ambapo itakuhitaji uingize jina la mtumiaji pamoja na nywila, ambapo kimsingi utapewa na admin wako kama kwa ngazi yoyote. Inatumika kwa ngazi gani? Hii itatumika kwa ngazi zote kuanzia mkoa, halmashauri, kata, shule, pote. Twende kwa mfano, nitaingia kama admin hapa, ingiza jina la mtumiaji pamoja na nywila, then nikaingia moja kwa moja ita refresh, ili mradi uwe kwenye internet tu. Kama unatumia kompyuta, kama ni simu basi utafungua ili iwe online. Hapo ukishaingia unaweza ukabadilisha taarifa zako za mtumiaji kama jina la mtumiaji, lakini pia nywila ya zamani, lakini utaweka nywila mpya na utathibitisha hiyo password mpya, then utahariri au utaedit taarifa hizi. Baada ya kuthibitisha, kuna button hapa ambazo zinaweza zikakuongoza. Kama admin unaweza ukasajili mtihani, amini kama ni mtihani wa joint au ni mtihani wa moko kwa ngazi yoyote, iwe ni mkoa au halmashauri au kata, unaweza ukasajili hapa kwenye joint, ambapo kimsingi shule ambazo utakuwa umezisajili zote zitaona mtihani na zitaweza kuingiza alama na kuona matokeo. Lakini pia unaweza ukasajili somo hapa. Kwa mfano hapa kwenye joint, ukibonyeza joint basi tunaona hii ni mitihani ambayo imetolewa kwa ngazi hiyo, labda ya kata, ya wilaya, ya mkoa, yote itakuwa inaonekana hapa kama tunavyoiona, na tutakuja kusajili hapa kwenye masomo. Mwanzo kabla kusajili mtihani lazima usajili masomo. Hapa tunaona haya ni masomo, lakini hapa kuna kivinjari ambacho kinasema plus add somo, ambapo unaweza ukaongeza labda mfano hisabati. Yes, hapa kifupi chake labda tuseme itatumika hisa. Unaweza ukafanyaje? Ukahifadhi, then utaona ujumbe hapa umekuja, hongera umefanikiwa. Na ukija hapa tunaona hisabati, tunaona somo hilo la hisabati tayari. Lakini pia unaweza ukasajili masomo yote yale kwa English, mfano mathematics, civil and moral, yote ukasajili hapa kama shule ndani ya halmashauri au ndani ya mkoa, au masomo yanapatikana. Si lazima usajili tu haya ya Kiswahili. Hii ni sample tu, lakini utasajili yote kama admin, ili kule shuleni waweze kuchagua kwenye mitihani yao. Tutaona namna ambavyo wanaweza wakachagua, lakini pia hapa unaweza ukaona watumiaji ambao wanatumia mfumo huo kwa ngazi zao, ambapo tunaweza tukaona hawa, kuna Aeki, kuna huyu Heri ni admin kama tunavyoona, na wengine na hapa tunasema ni aina yake ya, lakini unaweza ukaja ukaona zipo taarifa nyingi. Kuna shule hizi hapa zote nazo pia hizi hapa ni za watumiaji ambao tunawaona. Hawa ni maeki wa kata zao mfano ambazo nimewapa. Kwa hiyo maeki wataingia shuleni, wataingia halmashauri, wataingia, na kila mtu atakuwa na rule yake na kazi yake. Ukija hapa kwenye shule hapa as admin sasa, ambayo wewe ni controller, utasajili shule zako kwa ngazi yako ya elimu. Kama ni halmashauri utaweka shule zako zote za halmashauri. Kama ni ngazi ya kata na wewe unataka uitumie system hii kwa ngazi ya kata, utaweka shule zako za ndani ya kata. Kwa mfano mimi nimeweka shule 141 kama tunavyoziona, ambazo zipo kwenye listi. Zipo nyingi hadi hiyo ya 141 kama tunavyoona, zote zitakuwepo hapa. Hivi vitu ni vya kwanza kabla ya kusajili mtihani. Ukishafanya hivi ndio unaweza ukasajili mtihani kwa ngazi yako ya elimu, kwamba hao wote ulioweka wataweza kuona na kuweza kusajili. Utasajili je mtihani wa joint? Utakuja mfano hapa unaweza ukasema jina la mtihani, tuseme labda moko kanda, mfano moko kanda darasa la 7 mfano, ndio jina la kichwa la mtihani. Lakini kichwa pale labda TAMISEMI, kichwa labda halmashauri yoyote ile tu.
Hivi vichwa vinaenda kwenye matokeo na heading zote ambazo utakuwa hizi heading zitakuja matokeo ya halmashauri ya wilaya mfano au manispaa mfano ya Shinyanga. Yes, heading ya pili labda matokeo ya moko kanda darasa la 7 2026. Yes, utachagua tarehe ambayo yoyote ile hapa. Utachagua ni darasa gani, tushasema la 7. Utachagua madarasa yote yatakuwepo. Utachagua hapa aina mtihani, kama ni kata ni wa ngazi ya kata, utachagua ngazi. Kama ni ngazi ya halmashauri utachagua ngazi ya halmashauri ambayo utakuwa ni mkoa na nini, zote tunaweka hapo. Lakini utachagua masomo yatakayopimwa, ndio nimesema kule ukisajili masomo yote utayaona hapa. Kwa mfano mimi nitasoma na nitapima kwa la 7 English, hisabati, sayansi, uraia, Kiswahili pamoja na maarifa. Historia ya Tanzania na jiografia sitaweza kuipima kwa darasa la 7. Kama kwa darasa la 4 basi utachagua hayo, then utahifadhi. Kwa hiyo masomo ambayo yatapimwa ni haya, na akienda kwenye Intermax kule shuleni tayari tunaona mtihani tayari huwa hapa ambao ni moko kanda huu hapa, anaweza kaedit, anaweza kaufuta hapa. Sasa hii ya icon ya watu itavuta sasa majina kutoka shule kule watakavyosajili. Tutaenda kwenye upande wa shule tuone namna ambavyo shuleni kule wanasajili majina yote, yatakuwepo kwa madarasa tofauti tofauti. Kwa kisha sajili majina, ukishabonyeza hapa ina maana inavuta majina ya wanafunzi. Sasa kule wanakuja wote hapa, tuambia hongera, imefanikiwa kama tunavyoona. Yes, ikishafanikiwa ukishapata ujumbe hongera, na maana ishavuta majina hayo tayari hapo. Hii sehemu ya asilimia ni kwamba utajaza alama. Sasa unaweza tukaiona kwenye, tukiingia kule kwenye shule tutaona mtihani na tunaweza tukajaza alama, lakini kwa sample ukibonyeza basi itafunguka, ambapo waweza sasa kuchagua shule. Yes, waweza kuchagua shule hapa ambazo zote ambazo zina wanafunzi wa darasa hilo la mtihani utaziona hapa. Unaweza ukachagua shule, lakini pia unaweza ukachagua ni somo gani una Intermax. Sasa hii tutaiona kule kwa ukishabonyeza hapa utarefresh hapa, majina yatakuja yatokea hapa. Sasa tutaona kule shuleni hapa, tunaona namna ambavyo anaweza ka Intermax. Tutaweza kulog out then tukaona shuleni. Lakini jambo lingine admin anaweza kalifanya ni kusajili kuingiza au kupakia mitihani. Kwa mfano kuna mitihani ambayo inafanyika kwa ngazi ya shule kule shuleni. Sasa anaweza akapakia kule, wakaona live wote, wakaweza kuidownload huko walipo na kuifanya na kupakia majina na kupakia alama, yeye akiwa popote pale akaweza kuiona. Anaingia wapi? Ataingia hapa sehemu ya usajili, ambapo ataingia hapa nyaraka. Akishaingia nyaraka hapa as admin, sasa anaweza akapandisha mtihani wowote, kwa maana atauweka live ili kule waweze kudownload. Anaweza akaja hapa akaweka kichwa cha nyaraka, labda tunataka tupandishe somo gani, labda Kiswahili mfano, labda inahusu nini, ni moko, labda moko kanda mfano mtihani wetu, then ataweza kwenda kuattach hapa mitihani yake ambapo ipo. Kwa mfano mimi na hii sample tu nitafuta labda Kiswahili kama nitaiona karibu. Yes, anaweza akachagua tu wote, mfano hata achague somo hili la sayansi, mfano sayansi hii ambayo tunaiona ipo karibu, itasoma hapa. Lakini hapa anaweza kaedit akasema labda sayansi, kwa natolea mfano tu. Basi hapo utasubiri, nasema inatayarisha hii file. Ujumbe utakapobadilika basi tutaweza kusave hapa. Yes, naweza kusave. Yes, kisha kuwa tayari basi itakupa sehemu ya kuhifadhi, ambapo sasa iko tayari unahifadhi. Sasa tunapandisha nini? Tunapandisha PDF ya mitihani, ambayo tukihifadhi hapa basi tutakupata ujumbe hapa ambao unatuambia hongera, tayari mtihani umepanda, tumepandisha sayansi. Yes, tunauona huu hapa mtihani wa sayansi moko kanda. Sasa kule shuleni au wale ambao ni walengwa wako, kama ni kata, ni halmashauri, ni mkoa, wataona hii tu button ya kudownload, ambapo wanaweza download popote ambapo atakuwepo. Sasa tutoke ili tuingie kama aeki au tuingie kama shuleni kule ambapo anaweza akafanya nini. Kwa mfano tukiingia kama shule
hapa tulivyosajili ataingiza namba ya mtihani ya shule husika. Mfano kuna hizo shule nisajili PS 717 labda 32 au 36 mfano. Nywila tumeweka default ya wiki 1 2 3. Ata login. Hapa tunaingia kama shule ambapo itasoma shule husika. Kwa mfano hapa imesoma shule ya msingi Jimondo, lakini pia akilog out akaingia kama shule nyingine, basi tutaona inabadilika, inasoma shule nyingine. Kwa mfano PS 1705001, mfano password ni hiyo default. Kwa mara ya kwanza kama shuleni kule unawapa tu hizo namba za shule tu. Mfano hii ni Ubale kama tunavyoiona, ambapo na yeye akiingia anaweza kabadilisha taarifa zake zote hapa. Na akiwa kama ni aeki ataingiza afisa elimu kata ataingiza jina la kata yake. Mfano hapa kuna kata inaitwa Mwenge, ataingiza password hiyo ya default ni 123. Akishaingiza hiyo basi ataweza kuingia kama aeki. Tunaona hapa aeki kata ya Mwenge. Kwa hiyo kila kata au kila taarifa ambazo utakuwa umesajili, kila mtumiaji ataenda kuingia, na tunaona anavyoingia yeye taarifa zinabadilika. Kuna vitu haoni kama vile admin alivyokuwa anaona hawezi akaona. Sasa tuingie moja ya shule mojawapo tuone namna ambavyo tunaweza tukafanya kama anafanya nini huko akiwa kama ni shuleni, kwa ngazi ya shuleni huko. Yes. Akiingia kama shule hapa, mfano hapa shule hii, anaweza akaja hapa kwenye joint, ambapo kimsingi ataona mitihani. Yeye haoni ile button ya kujumlisha nini mtihani au ya kufuta mtihani wa joint. Mfano kuna moko kanda, anaona tu sehemu ya asilimia, ambapo yeye anaweza kaingiza tu nini akaingiza marks hapa tu peke yake huko shuleni. Kwa hiyo hapa tupo kwenye ngazi ya shule, ambapo anaweza akachagua ni shule gani ambazo sasa hizi shule kwa nini zimetoka chache, kwa sababu ndio zenye majina, zingine nilikuwa bado sijaweka. Anaweza akachagua somo then akabonyeza kurefresh, atatokea majina hapa kama tunavyoona, then hapa ataanza kuingiza alama kama tunavyoona, na endapo kama zikizidi alama 50 ambayo alisema mwanzo, basi mtihani hiyo sehemu itakuwa ina shida, anaweza akaona. Kwa ni rahisi tu kuingiza marks. Yes, na utaona inapiga tiki huku kwamba hizo ziko sawa. Kama iko sawa itapiga tiki. Sema ambapo hakuna, kwa mfano ni 456 inakuwa ina x kwamba bado haijawa sawa, kwa maana inahitaji irekebishwe. Unaweza ukairekebisha tukiweka 45 ambao ni chini ya 50 au ni alama yote ambayo ni sawa na 50 inakubali. Baada ya hapo ana save, anaenda shule nyingine. Akisha save hapo basi ongera, ujumbe umefadhiwa kwamba somo hili limeingia. Anaweza akaenda shule nyingine au akaenda somo lingine kwa shule hiyo. Mfano anaweza akachagua somo lingine labda English. Akirefresh hapa tutaona marks zinakuwa hazipo tayari, inahitaji English. Lakini pia anaweza akachagua shule nyingine, mfano hiyo akarefresh hapa, basi ikampa tu. Kwa mfano ni Jose, ni shule hii. Tukirefresh hapa tunaona wanabadilika, wanakuja Abdul na nini, ambapo sasa ni shule nyingine ambayo itahitaji intermarks ambazo hizo za nini, za joint. Sasa hizi unaweza kafanya shuleni huko, kila mwalimu akainter marks, admin akapata taarifa, akapata marks zote, akachakata, na pia mwisho akarudishia matokeo live akaweza kuyaona. Hasa shuleni atafanya vitu vingine. Vitu gani? Kwanza anaweza akayaona masomo hapa ambayo yamesajiliwa na anaweza kuja baadaye, lakini pia anaweza akaja hapa sehemu ya usajili, ambapo sasa sehemu ya usajili akiwa shuleni huku anaweza akasajili wanafunzi hapa, ambapo anaweza akaja kwa mfano hii ukiona darasa la 7 wapo 13. Kwa atakapokuwa anasajili kwa madarasa tofauti shuleni kule atakuwa anaona takwimu, lakini pia kwa mfano hao darasa la 7 ambao 13 tunawasajili tunawaona, anaweza akasajili wanafunzi mmoja hapa ambapo ni kazi, au anaweza akaja akapandisha hii template hapa kwa kubonyeza hapa na kuchagua ni darasa gani anapandisha, then akaweza kuattach file la Excel ambapo tunaweza kuona sample, then akapandisha ikaweza kupandisha hiyo Excel. Kama hawa tuliwapandisha tu kwa Excel kama tunavyoona, lakini pia baadaye anaweza akaedit taarifa mwanafunzi wote akaweza kuhariri hapa kama tunavyoona
hapa. Kwa shuleni kazi ya kusajili wanafunzi itafanyika shuleni, lakini admini au yule kwa ngazi yake yote ya elimu, kama ni kata, kama ni wilaya, atakuwa anaona chochote kinachofanyika. Lakini pia hapa akija kwenye usajili shuleni, tuna mitihani ya namna mbili. Tunayo mitihani ya joint hapa, lakini pia anaweza pia akatoa mtihani huko shuleni, ambapo hata admini asiwe anajua. Kwa mfano huyu ametoa jaribio la mwezi, lakini pia anaweza hii mitihani ni ndani ya shule, ambayo msingi kila shule itatoa na haitaweza kuingiliana. Kila shule itaweza kutoa mtihani wowote ule. Kwa mfano hapa anaweza akaandika jina mtihani, labda jaribio la mwezi au la wiki, jaribio la wiki mfano, ambapo hapa anaweza kaweka heading au labda TAMISEMI, labda hapa head ya pili shule, labda jina shule ya msingi. Lakini pia anaweza kaweka hapo heading labda matokeo ya wiki, matokeo ya jaribio la wiki mwezi labda Machi au Februari 2026. Mfano tu atachagua tarehe, anaweza akachagua hata tarehe ya leo, then atachagua darasa gani. Kwa madarasa yote anaweza kuwa anatoa mitihani na akasajili, na walimu akawapa tu hichi kiungo wakaweza kusajili. Anaweza akachagua alama, anataka kwa 100, kwa 50, labda anataka kwa 50. Atachagua masomo ameyasajili kule admini. Kwa akija huku yeye atachagua labda kwa mfano la 7 wana somo hilo, wana hisabati, wana uraia, wana Kiswahili, lakini wana maarifa ya jamii. Masomo haya ndo anayataka yapimwe kwenye mtihani huu. Akishahifadhi sasa, hapa hii ni ngazi ya shule, ambapo kila mwalimu anaweza au kila mwalimu, lakini pia kila shule inaweza katoa mitihani yoyote ambayo inahitaji kuitoa. Sasa ukishasajili mfano jaribio la wiki la darasa la 7, hapa anaweza kahariri hiyo mtihani, kwa maana kuedit, anaweza kaufuta hapa, anaweza kaingiza marks hapa. Ataweza kuchagua hii sehemu ya asilimia, hii ni sehemu anaweza kuona matokeo. Akishachagua hapa anaweza kachagua somo kwa maana ya kuingiza alama hapa. Akishachagua wanafunzi watatokea, ataanza kuingiza alama kama ile nyingine, ambapo anaweza sasa hapa ni ngazi ya shule ambapo tunaona anaingiza. Kwa hiyo maana yake nini? Mfumo huu utatumika kwa ngazi zote, shuleni, wapi, na hiki atakuwa anaona shule zake ni ngapi ambazo zimetoa mitihani mingapi, na ngazi ya halmashauri itakuwa naona kwa kila shule ambayo itahitaji. Lakini pia hapa anaweza kaona summary, shule gani imeingiza alama, kama zipo zimeingia, ni somo gani zimeingia alama. Kama akisha save pale tutaona bado wangapi, na ambao wamepata alama tunaona ni wangapi kulingana na mtihani au na wanafunzi, idadi ya wanafunzi atakuwa anapata hii sum up hapa. Lakini pia anaweza akafanyaje? Anaweza akaona matokeo akiwa ngazi hiyo ya shule hapo. Mfano tukija mitihani, let's say tuje hapa kwa mtihani huu wa jaribio la mwezi, hapa sehemu tumesema naona matokeo hapa. Akishamaliza yote hapa, akibonyeza hapa ni sehemu anaona live kwa simu. Kwa nini unatumia mfumo huu? Ikisha refresh tutaona matokeo yanafunguka kwa darasa hilo husika. Naona matokeo yatafunguka, itaonyesha watahiniwa ni wangapi, wastani na daraja. Kwa kuwa tulikuwa bado hatujajaza alama, tulijaza tu wachache, ndio maana tunaona wana X wote. Kwa hiyo ukijaza masomo na chini utaona summary ya masomo ambayo itakupa na grade yake. Tulikuwa tumejaza tu Kiswahili, wachache tu hawa, masomo mengine hatujajaza. Kwa hiyo utapokuwa unajaza basi kwa mtihani wote ule, kwa darasa lote ile, then hapo unaweza pakua hapa, then ukaweza kuona kwa PDF ambayo tunaona tayari imekuwa downloaded. Unaweza ukaifungua kama tunavyoiona hii hapa tayari na kuprint. Kwa hiyo kwa ngazi yote ile ambayo wewe unaweza ukadeal nayo ukaiona, basi unaweza ukatengeneza matokeo. Hii ni ngazi ya msingi shuleni, kwamba mwalimu yote unaweza ukatengeneza ukawapa wakaweza kuona live. Lakini hapa pia kwenye usajili ngoja labda ni hapa kwenye usajili sasa, unaweza ukasajili ile mitihani. Ukija kwenye nyaraka
unaweza uka download au ukapakua ile mitihani ambayo imetumwa na admin. Kwa mfano kama tunavyoiona, tulisajili sayansi hii hapa Moko Kanda ambayo tunaona saizi. Kwa shule anaona tu sehemu ya kudownload, ambapo akibonyeza napo pia ita download kwa PDF kwa ajili ya kuprint kama tunavyoona hapa, kwa ambapo mtihani unafanyaje, unafunguka kama sample tulivyoiweka. Kwa hiyo system ni iko vizuri na imekamilika kwa mahitaji ya system bora kama hii ambayo ita contribute kwa ngazi zote zile za elimu, iwe ni wilaya, halmashauri. Kama mna joint mitihani ya hivi, basi unaweza kutupigia kwa namba 0752 073410. DB Tech hatujawahi kuangusha, kama tunavyoiona hapa, namba hii hapa, basi waweza kutupigia. Thank you and welcome. Kwa namna yote vile ambavyo wewe utahitaji, basi tuwasiliane, tutakufanyia online, offline. Tuna system ambazo zipo tu nyingi. Thank you. Asante.